Hello. Kama Musa alivyoinua nyoka jangwani, Yesu naye ameinuliwa, hana budi kuinuliwa. Hayo yalikuwa maneno ya Yesu mwenyewe, hana budi kuinuliwa. Kama vile Musa alivyomuinua nyoka jangwani, na mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa. Na sehemu nyingine za atakapoinuliwa atawavuta wengi kuja kwake. Atakapoinuliwa mwana wa Adamu atawavuta wengi kuja kwake. Lakini kama Musa alivyoinua joka la shaba kule jangwani, na mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, na atakapoinuliwa atawavuta wengi kwake, au kwake. Inawezekana na kuwepo kwetu hapa ni matokeo ya Yesu kuinuliwa, kama na Musa alivyoinua joka au nyoka kule jangwani. Haleluya. Tunalo tumaini. Andika hivyo kichwa. Tusome katika Hesabu sura ya 21 mstari wa 8 na wa 9. Nane mpaka 9. Anasema hivi: Bwana akamwambia Musa, ifanyie nyoka. Kwanza tuanzie mstari wa 4. Tukianza hapa tutaelewa sana. Tuanzie mstari wa 4. Wakasafiri kutoka mlima wa Hor kwa njia ya bahari ya Shamu ili kuizunguka nchi ya Edomu. Watu wakafa moyo kwa sababu ya ile njia moja hiyo. Wakazunguka kuipisha ile nchi ya Edomu iliyokuwa katikati yao, wakazunguka, wakapita mpaka watu hawapitaji. Kwa hiyo njia ilikuwa na shida. Kwa nini wakazunguka? Kwa nini wasipite njia wanaopitaga wengine? Kwa sababu wana wa Edomu ambao ni Esau ndugu yake wa Yakobo, na wana wa Yakobo wanasikika wanakuja, hawakuwaruhusu wapite katikati ya njia yao. Wakakataa, waliombwa wakakataa. Hatutanunua chochote, hatutakunywa maji yenu, hatutavunja chochote katika mashamba yenu, tutapita tu njia. Na hili kundi wakasema no. Sasa wenye nchi wamekataa pa kupita, utafanyeje? Ikabidi watafute njia nyingine kuizunguka ile nchi. Na tulijifunza katika Sunday school kwamba hawa jamaa wameandaliwa pigo, na walipigwa, na bado watapigwa, kwa kuwa waliwakataa ndugu zao wasipite katika nchi yao. Siku ya Bwana itakapofuadia. Kwa hiyo wakazunguka kule, wakafa moyo kwa ajili ya ile njia. Watu wakamnungunikia Musa. Sasa wamekufa nini? Moyo. Kufa moyo kukasababisha kuibua nini? Manunguniko. Watu wakamnungunikia Mungu na Musa. Mungu na Musa.
Mungu ndiye aliyoambia wawatoe na Musa kama kiongozi wao. Mbona umetupandisha huku kutoka katika nchi ya Misri ili tufe jangwani? Ijibu inabidi ajibu Mungu na Musa. Kwa nini amewatoa? Lakini wakati wanawatoa kule aliwaambia sababu. Mnakwenda kwenye nchi ambayo waliahidiwa baba zenu. Na mtakapofika jangwani mtamtolea Mungu nini? Sadaka. Lakini swali linakuja, kwa nini mmetuleta jangwani? Maana hapana chakula wala hapana maji, na roho zetu zinakinai chakula hiki dhaifu. Lakini sababu sio chakula ni dhaifu. Sababu ni nini? Ule mzunguko uliowachosha watu, wakafa moyo, wakaingia kunungunika, wakakidharau na chakula walichopewa. Unajua kuna wakati mwingine wanasema tutakula nini? Huku ni jangwani, hakuna wanaolima, hakuna chakula, hakuna vitofu, hakuna vinini vingine, mihogo. Tutakufa na tutakula nini? Tunaona tu tutakula nini? Tutufe kwa kukosa chakula na maji? No. Wakalungunika. Na Musa akaona ni kweli, hao watu watakufa na njaa. Sasa Mungu, hao watu wanataka chakula na huku ni nyika, tutafanyeje? Mungu akashusha chakula kutoka mbinguni ili wakule, waache kulalamika. Wakala, walipoanza kukila kile chakula kilikuwa kitamu mpaka likatokea jina. Sio Mungu aliwapa jina hilo kwamba kile chakula kinaitwa mana, lakini sio kutoka mbinguni kilikuwa kinaitwa mana. Ni Mungu aliwapa tu chakula kile, jina wakaanzisha wao. Kilipokuwa kitamu wanakula, chakula hatujawahi kula duniani, hata Misri hatujala, kitamu kizuri. Ndio hicho baadaye manunguniko yameanza, wakasema ni chakula dhaifu. Lakini mwanzoni kilikuwa sio dhaifu, walikisifia, wakilikishangaa, ni nini hiki? Na ndio maana ya Kiswahili kwa kikwao maana, kwa Kiswahili ni nini hiki? Maana hakijawahi kuwepo hata Misri, kimeshuka kutoka wapi? Mbinguni. Fikiria na wewe ungekuwa kama Mungu, kama Abed anavyosema kwamba Osama angekuwa Mungu, George Bush angekueje? Au yale unaona yanatukia, wewe ungekuwa Mungu ungefanyeje? Umewapa chakula, wamelalamika kuna chakula, umemwaga, imenyesha kama mvua, wanapata, alafu wanakuambia ni dhaifu. Lakini tatizo lipo, wamekufa moyo. Kufa kwa moyo kumeibua malalamiko. Sasa tunaenda kwenye hoja yetu. Bwana akatuma nyoka baada ya manunguniko na kulalamikia chakula ni dhaifu. Wakati waliomba na Mungu akafanya muujiza wa kupata chakula, alafu leo wanasema dhaifu. Mungu akachukua hatua nyingine kama fimbo kwao kuwaadhibu. Akatuma majoka, yalitoka wapi sijui. Akatuma nyoka za moto kati ya watu, wakaumwa, watu wengi wakafa. Kumbe hawakuumwa tu, lakini wakafa watu wengi. Watu wakamwendea Musa waliomnungunikia, wakamwambia, tumefanya dhambi kwa sababu tumemnungunikia Mungu na wewe, tuombee kwa Bwana atuondolee nyoka hawa. Basi Musa akawaombea watu. Bwana
akamwambia Musa, fanya nyoka wa shaba ukaiweke juu ya mti, na itakuwa kila mtu aliyeumwa akimtazama ataishi. Musa akafanya nyoka ya shaba akaiweka juu ya mti, hata ikiwa nyoka imemuuma mtu, alipoitazama ile nyoka ya shaba aliishi. Hello? Kumbe hapo ukianza kuangalia, Biblia inasema yameandikwa haya ili kutufunza sisi tunaoishia miisho hii. Yamerekodiwa au kunukuliwa yawepo ili sisi tujifunze kutokana na hawa waliotutangulia walivyoenenda na walivyofanya na Mungu alivyowatokelezea, ili kuwa funzo kwetu. Tusipojifunza kwa hawa, hakuna mahali pengine pa kujifundisha. Ndio maana yamerekodiwa. Lakini kwa kwetu kwa leo, haya hayakuwa na umuhimu wowote, kwa sababu hatuna chochote kinachotuhesabia haki kutokea huku. Tumepewa ya kwetu maagizo yanaitwa Agano Jipya. Hii ni agano la kale, maanake likukuu, tayari kutoweka, lisiwepo, limemaliza muhula wake. Lakini hili ndio lilikuwa linatuleta kutuongoza, kutupeleka kwa Kristo, tukafika naye. Huyu akatokelezea, akaanza kutupa msimamo mpya wa namna ya kuishi na kuzirithi mbingu. Kwa hiyo agano hili likawa limemaliza kazi yake, lakini bado tunalo. Kwa nini? Wakati tayari agano jingine limesimama, hili lingine la nini? Ni kwa ajili kama kioo. Wenzetu walipokutana na hiki walifanyeje? Halo? Na hili kanisa la Jangwani ndio kanisa la Jangwani la sasa la waliokoka. Waliokoka wote ndio kanisa hili. Lilipomalizika hili, kazi yake likaungwa hili ambao tunaenda nalo sisi. Kumbe wenzetu walipokuwa wakijua haya yametupata kwa ajili ya makosa tuliyoyafanya, wakarudi kumtafuta Mungu ili awape rehema. Na waliporehemiwa na Mungu, alikuwa anatoa njia ya kupitia rehema ambazo wameomba. Kwa hiyo mojawapo ni hii nyoka ameinuliwa. Musa anaambiwa amtengeneze nyoka wa shaba anayefanana na haya majoka yanaowauma. Akawekwa pale, mamlaka juu ya mamlaka. Kuna mamlaka nyingine ipo chini, mamlaka nyingine ipo pale juu, imeinuliwa. Na iliyoinuliwa ina nguvu kuliko mamlaka iliyoko chini, ili kila anayekutana na kulemewa na mamlaka iliyoko chini, akiangalia mamlaka iliyoko juu, apate kupona au apate kuishi. Haleluya, haleluya. Swali, ni kweli wote walioumwa walimwangalia yule nyoka? Utaona hakuna. Maanake Biblia inasema kila aliyeumwa akamtazama alipata. Maanake kuna wengine hawakumtazama. Maanake nini? Walikufa. Kumbuka lile kanisa ndio kanisa hili. Sasa ndiye anatupeleka kwenye agano jipya. Tufungue katika Yohana sura ya 3 mstari wa 14 na wa 15. Anasema hivi, na 14 na wa 15.
Na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu amwaminie awe na uzima wa milele katika yeye. Ni mfano ule ule, ameinuliwa kila amwaminie au amtazamaye apate kuwa na uzima wa milele. Kwa hiyo kwa maana hiyo hata ile nyoka ilikuwa ni kumwamini kwamba nikimwangalia nyoka nitakuwa mzima. Walipomwangalia walipona. Walisema si mazingaombwe tu ya Musa. Nyoka ni nyoka tu, atatusaidia nini? Walikufa. Kwa hiyo nyoka mbili. Mwingine ni nyoka halisi, ni kama yule nyoka wa shaba alivyoinuliwa, na mwana wa Adamu ameinuliwa, kila anayemwamini apate kuwa mzima au aishi. Lakini si wote walioko katika kanisa wanaoinua macho yao na kumtazama Yesu aliyeinuliwa. Wanapokutana na nguvu ya mamlaka ya aliye chini, hawainui macho kumtazama yule aliyeinuliwa pale msalabani. Kule wanasema kwenye mti nyoka wa shaba, hapa anasema hana budi kuinuliwa. Na tunaona Yesu aliinuliwa kwenye msalaba, kule kwenye mti na huku kwenye mti, ili tu watu wapate njia ya kupona. Kule ilikuwa njia, wanapokutana na nguvu ya chini wanaiangalia nguvu iliyoinuliwa juu, wanapona. Na huku vivyo hivyo kuna nguvu inayotusonga hapa chini, ilipokuwa hakuna namna nyingine ya kuwafikia wanadamu, akainuliwa mwana wa Adamu, ili pale msalabani aseme imeisha, hakuna kuonewa tena, iwe magonjwa, iwe kufa pasipo sababu, na chochote kile kinachokutana na wanadamu chini ya jua, wapate kuinua macho ili wapate kuishi. Haleluya! Tumewekewa Yesu Kristo zamani hizi. Kila atakaye kutana na kitu cha kutisha, kufisha hapa chini, ili asiweze kufishwa au kutishwa, lazima ainue macho yake juu, amtazame nyoka aliyewekwa kama nyoka, kama alivyoinuliwa nyoka naye ameinuliwa, alafu akatutangazia pale imekwisha. Kisha akakata roho kwamba nimemaliza kazi. Kwa yule msalaba na kuangikwa kwake mpaka leo upo, unaonekana katika ujenzi au ulimwengu wa roho. Katika mwili watu kufumbua macho tazame uoni, lakini unapozama katika ulimwengu wa roho unamuona Yesu alipokuwa anainamisha kichwa chake na kusema imekwisha. Watu wote wawe huru. Lakini kama mtu hawi huru, tatizo sio Yesu tena, ni mtu mwenyewe. Kama wale walioambiwa angalia nyoka, hawakuangalia wakafa. Tunaye Yesu. Haleluya! Sasa ukiangalia wana wa Israeli hapa nyuma tu, walilalamika, wakapewa na mana wakala, wakapewa na maji ambao wanasema hakuna maji. Lakini ukisoma kwa nyuma yake, Mungu alimwambia Musa amchukue Haruni na fimbo yake waende kwenye mwamba, afu umwambie mwamba utoe maji, au watu wanywe pamoja na mifugo yao. Na wakanywa mahali ambapo hapategemewi kabisa kutoka maji, lakini mwamba ukatoa maji. Wakanywa, wakanyweshwa na mifugo yao. Wameenda mbele, wanakutana na hiyo kioja cha kuzunguka, wanakutana tena na malalama yale yale kwamba tunywe nini. Wamesahau kwamba huyu aliyetokeza maji tumekunywa
kwenye jangwa ambao hakuna matumaini ya kunywa, na tumepata maji, tumekunywa sisi na mifugo yetu, hatukufa kwa kiu. Alafu huku wanasema tena hakuna maji, chakula tulicho nacho ni dhaifu kinachotoka mbinguni. Unaona ni watu wa namna gani? Lakini unaweza kufikiri kwamba watu kama wapo hivi wangaya luhala, yani kwake hicho niongeke, hawana akili kama wajinga. Yani wameona kabisa, na ametoka maji mengi sio kidogo, wamekunywa kwenye mwamba. Alafu huku tena wanasema hakuna maji. Na waliposema tupe chakula, Mungu akashusha chakula, wakala wasichokijua kabisa, hajawahi kukiona, mpaka wanashangaa ni nini hiki. Maana hata Misri hawajawahi kusikia kitu kama hiki. Alafu wakageuka wakasema kidhaifu. Wangesema sasa Mungu tupe na kingine. Lakini uone kama akili ilikuwa nzito hivi, ilikuwa haina akili ndani yake. Lakini walikuwa kama sisi, na sisi tungekuepo kipindi kile tungefanya hayo. Halo? Unaweza kufikiri kwamba watu wa zamani bwana walikuwa mbali sana na Mungu. Yaani Mungu amefanya hapa tena wamesahau. Wanamlaumu. Walikuwa watu wa namna gani hawa? Ukasema sana. Lakini labda wale walikuwa na akili zaidi, na sisi tungeharibu zaidi ya pale. Halo? Kwa sababu ni hali ya kibinadamu, na ile nguvu inaendeshwa na Ibilisi ya kutaka tumkane Mungu. Yani inasukumwa, hata kama utaki, unataka umpende sana Mungu, lakini kuna nguvu inasukuma umwasi Mungu kwa namna yoyote ile, ukose kwenda mbinguni. Kwa sababu Ibilisi nia yake tukose kwenda mbinguni. Inaonekana Mungu amejobolewa, ameandaa mbingu, sehemu ya kuishi nzuri, alafu waliotakiwa kuishi wamekataa. Kwa hiyo Ibilisi amejivunia wengi. Anasema amsomee Mungu hilo wote nimewabeba. Mbingu lako linakaa tupu. Mungu aone kama sasa jamani nitafanya, nimewaandalia mbingu. Sasa watu mmekataa, itakuweje? Na mbinguni uweze kumuuzia mwingine. Ilikuwa kwa ajili yenu. Yani hiyo ndio picha ya Ibilisi, kumkomoa Mungu. Kuleta, ndio maana wanasema Mungu na shetani nani mwenye nguvu? Asemage mwanadamu na shetani nani mwenye nguvu? Halo? Mungu hashindani na chochote. Ndio maana ametoa tu maagizo. Atakaye wini amefika mbingu. Atakaye susa imekula kwake. Hana hasara. Halo? Ametoa tu maagizo. Nakupa leo baraka au laana, chagua unachokitaka. Kwa sababu laana zimeshikiliwa na Ibilisi, baraka zimeshikiliwa na Mungu, na ameziweka zipo wazi. Kila atakaye muamini apate kuishi, atakaye mtazama joka asikufe. Ni agizo tu, yani ni rahisi, ila sasa kuifikia inatoka na jasho, wakati sio pa kutoa jasho. Hata hapa, hata napokwenda hivi sasa usiende sana, mioyo yetu itaanza kutuia, kutubuita, kuumia. Halo? Hivi Mungu alivyoweka ibada, yani kama leo hivi situpupo, wangapi hawatakuja kanisani? Anasema fika kanisani ujifunze usife, na mtu haji. Anasema naenda kuoani msiba. Nisikia kikohozi. Nikaona nisiende kanisani, nimekaa. Nimeisikia kama homa hivi, nimekaa. Sasa nyumbani ulivyokaa umepata nini? Umepona? Hakuna. Ni yule adui anakufanya. Sasa wewe utaendeje kule? Utaendeje? Sukae, utaendaga siku nyingine upone kwanza. Sasa hapo utapona? Haponi. Nini? Ukae upunguke kilo. Maana usipokuja kwenye hudhurio, kwenye ibada au kwenye mafundisho, unashuka kilo. Unapokuja kwenye mafundisho unapanda kilo. Kuna kitu kinaingia, unapata ufahamu, unabadilika. Lakini ukiwa nyumbani kuna kitu
ujinga unaingia, unapungua, unashuka. Kwa hiyo mwisho kila napokuahirishia unazidi kupungua baada ya kupanda. Mwisho tunaona huyo hatunaye tena, kaondoka. Sasa hasara ya nani? Mungu anakosa? Hana kosa. Alisema ukienda utakuwa, usipoenda utakufa. Hata mkitaka kuasi tu usisikilize maneno ya Mungu. Hivi ni kitabu gani? Cha Yohana sijui waraka. Ukitaka kuasi, ni Yohana. Sijui ni kati ya Agano Jipya la Kale unasema, au Mhubiri. Kitabu kama hivyo. Ukitaka kuasi, sehemu nyingine nakwambia ni heri kusogea usikilize kuliko kwenda kutoa sadaka ya wapumbavu, kafara ya wapumbavu. Yaani ana maana afadhali uende kanisani ukasikilize mafundisho upate ufahamu, kuliko kwenda afu kaenda kwenye masengenyo. Umeenda muda wa ibada unaenda kusengenya, kwenye umemfuata Mama Richard na wewe Mama Amina, mnakaa hapo mnasengenya, wenzenu wapo kanisani. Anasema ni kutoa sadaka, kafara ya wapumbavu. Unayekufa ni wewe. Nini? Ni vita. Ibilisi anataka uikose kama yeye alivyo ikosa. Ndio maana tunahimizana tukazane, jitahidi. Ni kujitahidi, ni vita. Ni rahisi kuja kanisani, lakini sio vile kuachiliwa kwenda kiula. Ndio na hapa ndio maana tunakaa kihuzuni kama tumefiwa wote. Bwana asifiwe. Anakufanya yani ufurahi ile nafasi uliyopata ya kuwa karibu na Mungu. Anakufanya kama umepoteza muda, anakutoa kimawazo, unakumbuka misiba, unakumbuka kwenda kusuka nywele, wengine ndio Jumapili wanafuaga na nguo. Yaani vitu vingi anakukumbusha. Kwa hiyo unakuambia tofauti na ibada. Tukisema Bwana Yesu, unastuka. Amen. Ushaondoka. Haupo. Niko kurukakala, lakini kila muangaliaye atapata kuishi. Ni agizo. Usipofanya hivyo umepoteza. Nyoka ameinuliwa ili kila atakayeumwa kwa huyo. Na hiyo yote inaonyesha kuna nguvu mbili. Kuna nguvu iliyoko chini na nguvu inakuwa juu. Ya juu ina nguvu zaidi, ya chini ipo dhaifu. Hii inapokubuguzi unainua macho yako. Nisema siku moja alikuwa anashuhudia, alishuhudia, alitoaga ushuhuda kwamba akaambizana na mke wake, hebu nitembee huko nikafanye kazi, nikipata tu nakuja. Mungu atatusaidia. Ukishasema Mungu atatusaidia, Mungu anapenda kutajwa ili atokelezee. Akitokelezea utamshukuru, utatoa ushuhuda. Lakini akikutokelezea wakati ulikuwa unaanja kwingine, utajua ni akili yako. Ndio maana huwa anataka tumuombe. Anasema ombeni bila kukoma. Mtajeni kwamba Mungu ni muweza. Mungu atajipatia. Kama nilivyoendaga kwa pastori, nakumbuka ile sema Mungu baba yangu mambo yamekaa vibaya, sijui yani nafikiri itakwenda tokelezea. Hakuna kitu hicho, hakuna. Ni ibilisi tu ndiye anakuonyesha, lakini wewe haupo hivyo. Haupo hivyo. Na mimi nikaona nimeona kama kweli sivyo hivyo, lakini nilikuwa naona niko hivyo. Nini? Ni ile fikra. Tunafikiri hasi. Yani tuna mtazamo hasi juu ya Mungu. Unamfikiria kwamba uone njia, unasahau kwamba uinue macho. Unatafuta hapa nani atanisaidia? Nani anisaidia? Nikatafuta ndugu zangu, hivi ndani nitakao mdhabihu kwamba anisaidie kufanya hivi. Nikasema penyewe kwetu ndio mimi ndio kinara niliokoka, alafu naenda kutafuta msaada kwa wasiokoka. La! Staki. Mungu inakueje? Ndipo naambia hata siku zile na wewe unaweza kutumia ile andiko la nini lile la Wakorinto wa pili.
sio uliandike, hilo alipo kwenye somo. Wakorintho wa pili sura ya 8 na mstari wa 9. Lile andiko nilikuwa nalikiri asubuhi jioni, nalirudia tena, au ninasoma vibaya, nalirudia. Nikikaa mwenyewe nikae kichwani naona nimelisoma vibaya, narudi kuangalia, hapa nimeongeza, hebu nirudishe pake, naliimba. Haiwezekani, maana huko ndio kumtazama Yesu pale. Haiwezekani, inakuweje? Basi Mungu futa. Hii kitabu kimekuja kwa ajili yetu, tusome tuelewe ili tupokee. Sasa haiwezekani. Kwa hiyo unaona unatoka umekuwa mjanja. Nini, kuna mahali umepaona. Umemtazama aliyeangikwa juu. Ndio maana katika Wakolosai sura ya 3, hiyo unaweza kaandika, inashabiana na hayo tulioandika. Wakolosai sura ya 3 mstari wa 2. Basi anza mstari wa kwanza. Basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu, Kristo aliko ameketi mkono wa kuume wa Mungu. Yafikirini yaliyo juu, sio yaliyo katika nchi, kwa maana mlikufa na uhai wenu umefichwa pamoja na Kristo katika Mungu. Yafikirini yaliyoko juu, ambako Kristo aliko. Why? Kwa sababu ameinuliwa. Tuyafikiri hayo, tuyatazame hayo, tuyachuchumilia hayo. Kwa kuwa nini? Kristo ndiko aliko, aliyeinuliwa kwa ajili yetu. Kama vile nyoka wa shaba aliyotengenezwa na Musa akainuliwa, ili kila anayemtazama apate kuishi. Kwa hiyo kwa hali hiyo inatuonyesha kabisa dhahiri kwamba tungaya shida, hatuna shida kabisa. Tunahitaji mambo yetu tumwangalie nani? Yesu. Kila tunapokutana na magumu tumwangalie nani? Yesu. Tusitumie akili nyingi kama anavyosema katika Mithali, sijui Mithali. Usitumie akili zako mwenyewe, bali kila neno umshirikishe nani? Yesu. Ni maagizo tu, namna ya kufuata ndio tatizo. Tunapokutana na magumu tunaenda kuwashirikisha watu, badala ya kuwa wa kwanza ni nani? Ni Mungu. Umekutana na gumu, cha kwanza katika moyo kumwangalia Mungu. Mungu, ni kweli kuna ahadi yote inayoonyesha utaniacha katika haya? No. Neno linasema kwa kuwa yeye mwenyewe aliuvaa mwili akayapitia yaliyo ya wanadamu, kwa hiyo yupo tayari kuwasaidia wanaopita katika hayo, kwa sababu yeye mwenyewe aliwahi kuwa mwanadamu akiwa amevaa mwili wa kibinadamu. Kwa hiyo mateso tunayoyapitia na yeye aliyapitia, vita tunavyopigwa na yeye alipigwa. Uone wakati mwingine anatenda mema, wenyewe wanamlipa mabaya. Amemfufua Lazaro, wanataka wamuue Lazaro pamoja na Yesu mwenyewe. Eti kwa nini watu wengi watamfuata? Ametenda jema katikati ya jamii, alafu wanataka kumua aliyefufuliwa kithibiti pamoja na aliyefufua wasiwepo. Nini? Watu hawana jema. Kwa hiyo hali kadhalika na huku duniani vivyo hivyo, tulipoachwa wanafunzi, unaweza kufanya jema katikati ya jamii, haikuthamini wala haitambui, na wewe unataka watambue, utataka kulazimisha kwa nguvu, kisha watakuzomea. Mwisho unaona sasa kama wokovu ni hivyo basi ni mzigo. Lakini kumbe umeacha sheria ya Kristo. Maana yeye anasema kila tufanyacho kinachomhusu Mungu tusitaki malipo au kujulikana. Tuseme tu tumefanya yaliyo haki yetu kuyafanya, kwa kuwa sisi tu watumwa tusio na faida. Tumetumika
kwa vile iliyo halali yetu. Kwa hiyo tusingoje shukrani au Mungu atokeze afanye kitu, sio wa hivyo. Wakati mwingine tukikutana na gumu, mtu amekutendea gumu, yani huwa tunapenda Mungu atokelezee ampige yule mtu, alafu useme unaona Mungu wangu anasikia, amekulaani, amekuharibu. Lakini Mungu sio wa hivyo. Sasa tunapoona amenyamaza, tunakuwa kama Yona. Yona nilijua wewe ni mtu mwenye rehema Bwana, nitahubiri alafu utawapiga, tutaonekana mimi muongo. Yeye alitaka akihubiri alafu wapigwe, asema yaona kama nilivyowaambia. Sasa maana ya kutuma ujumbe maana yake wabadilike. Sasa yeye hiyo hakuona. Sisi nasi ndivyo hivyo kwamba tutashutumiwa tena kwa haki. Yaani pasipo haki. Tutashutumiwa, tutatukanwa, tutafanyiwa kila dhihaka kwa ajili ya jina lake. Kwa ajili ya jina lake. Tusihangaike, tumtukuze Mungu. Kwa kuwa hata manabii kabla yetu walifanyiwa yayo hayo. Kwa hiyo tunafanyia yaliyo haki yetu. Kwa sababu sisi usalama wetu na uzuri tunaoutafuta tutauona hapo baadaye. Uko wapi? Mbinguni. Ambako mbinguni wanasema, inasemekana au na maandiko yanasema kule hakuna kuchimba vyoo, kule hakuna sehemu ya kuzikana, kule hakuna hospitali za kutibiwa, kule ni haleluya tu. Hakuna kusema kichwa kinanigonga kama huku. Ili huku kinatugonga ili tukemee, tujikumbushe kukemea kwa jina Yesu. Ewe kichwa toweka, tumbo linaitwa nasema we nini wewe huku? Haya, nyamaza kimya nisikusikie tena. Mambo yanatulia, alafu kaloo kanapanda. Hayo tu jamani. Kama nilivyosema, mtu anaumwa kidogo anapata sababu ya kukaa, anafikiria anamjua Mungu au anautaka. Si uje sasa kanisani ni hospitali, njoo uombewe. Au wewe mwenyewe kaa kutana wale wateule, hatuitumii nafasi moja ya kuwa nyinyi. Sisi wote tumepewa amri ya kukanyaga. Wote walioko mpewa amri ya kukanyaga. Yapo sisi tunajitwishaga, kama ni kichwa kinauma unajitwisha unaleta kwa mchungaji. Lakini sijasema usilete, wewe letaga tu imani yako. Wewe hujasema chochote unabeba. Unapeleka. Wewe umefanya nini? Anakaa anashughulika. Huku umejitambua, lakini sio unaigiza kama yule anavyosema hapa. Umejitambua kwamba wewe una nini? Unaamurisha. Wewe nywi nini? Wewe kwenye ubavu huku nywi nini? Haya, nyamaza kimya. Nisikusikie. Ukiona inagoma, sio vyote vitanyamaza muda huu. Kingine kitakusukuma hata wiki, kingine hata siku mbili. Kinaangalia una msimamo huo au utaporomoka imani. Fanya jitihada. Nasema hebu tuangalie kwenye Biblia, ni ugonjwa gani umewahi kukataa? Unaona haupo. Ibilisi haupo, nionyeshe wewe. Ulipoamuliwa ulitoka ukatuachia. Na kurudia tena, niache. Utakuacha tu. Haleluya. Mimi wengi ni mashuhuda. Nakwambia kuna siku moja imekauka sauti kabisa, haiwezi kutoka. Natakiwa kuja kuimba, ni siku ya kuimba. Nakuja hivi, nitaimba. Kama nitaimba hivyo. Ikitokea naimba hivyo. Magonjwa asiwe Mungu kwangu kunipangia kazi ya kufanya. Eti lala. Usiende, unakoa.
usiende na mafua, kaa nyumbani. Hawezi kunipangia. Mimi ndio nayapangia. Sasa pamoja na wewe mafua tunaenda kanisani. Pamoja na wewe mafua tunaenda kuimba. Pamoja na wewe mafua tunaenda kujenga kanisani. Kuna kujenzi, kuna kazi za mikono. Na yao na yaamuru twende. Hamtaki kwenda pamoja, toka. Hamtoki, twende. Haleluya. Sasa mkiwa na imani namna hii, ndio siku ile nikawa nafundisha somo hii ni kubwa, haijawahi kuona katika Israeli. Ufahamu mkubwa. Anasema, bwana wangu, kijana wangu wa kazi kule yu karibu kufa, nenda ukamponye. Anasema, nenda, nitakuja nimponye. Kijana anamwambia, wewe hakuna haja ya kuja kwangu tena, nyumba yangu haistahiki wewe uingie, mstahiki mkubwa kama wewe. Wewe sema tu neno moja, mambo yatakuwa hivi. Akasema, hii sijaona bwana katika Israeli. Wote wananifuata. Kunga yakini. Muda umeenda bado? Niko ndani ya muda. Wanga yakinu. Lakini wewe tena hujaokoka. Umejuaje ya mambo? Na iwe sasa kama ulivyoamini. Anaenda kule, mgonjwa wake ni mzima. Anauliza habari zake, alipona saa ngapi? Anaona ni muda ule ule alipoambiwa na iwe kwako kama ulivyosema. Na Mungu ndio formula yake, ni hiyo, haibadiliki. Kama ulivyoamini, kama unavyofikiri akili yako imejaa. Kama fanya kama hivyo. Kama akili yako inaamini kwamba yule nikimpelekea yule ndiye atamponya, basi fanya kama hivyo. Mbebe, kama ni mtoto wako mwenyewe jilete. Nitakuja kuwekea mkono. Alafu huponi. Unasema siku hizi wazee wa kanisa hawana upako. Tatizo sio upako, ni wewe umeamini vibaya. Unafikiri mzee yule ndio mwenye upako wa kuponya. Kumbe mwenye upako wa kuponya ni nani? Ni Yesu. Hello? Ni nini umeambiwa unashindwa kukifikia? Mungu hajaweka maeneo magumu, yani ya kujitabisha mpaka toke jasho. Hakuna. Ni mepesi. Ila kuyafikia ndio issue. Kazi kweli kweli. Unagombana, mtavutana. Kumbe ni kitu kinatakiwa kitu kidogo tu cha kutambua na kujua na kujiachilia mikononi mwa Mungu. Ndio maana akasema mkiwa na imani kama nini? Chembe punje ya haradali. Kwenu akitakuwepo kitu cha kushindikana. Kwenu wakina nani mliookoka, hakutakuwepo na kitu cha kushindikana. Nilikuwa nawaambia kule nyuma kwamba mimi nimeprove sana hii, nikaona ni kweli. Nilipokuwa nasikia mtu anafundisha masomo ya kiimani na nini, naenda kufanyia kazi, inatokea. Hasa wakati fulani vitu vinavyotokea. Kama mtu mmoja alifundisha, akati anafundisha akatoa mfano. Akasema alikuwa na jipu lipo mahali pabaya. Akasema majipu yalikuwa kwa Ayubu. Umekujaje kwangu? Na uliposagaa duniani, Yesu akaja akakuzoa akakugongomelea msalabani. Umekujaje kwangu? Haya, kwa mikono iliyotakaswa akaweka pale kwenye jipu. Nisikuone tena kwa jina la Yesu. Maumivu bado yapo. Amemaliza kwa jina la Yesu, bado anaona jipu lipo. Lakini ameendelea na shughuli zake. Kuja kustuka jipu alipo na maumivu hayapo, liliondoka saa ngapi hata haelewi. Ila alikuwa anakumbuka alikuwa na jipu lenye maumivu makali na halipo. Nikasema kama inawezekana hivi itashindikaneje? Na mimi siku moja jipu likaja. Nikakumbuka mfano.
Namwambia jipu kwa sababu ni roho halisi, anasikia. Unakumbuka ule mfano nilivyofundishwa juu ya hili? Sijasahau. Najijua nina mamlaka. Na wewe shetani, na wewe jipu, tunasoma tena. Tumepewa mamlaka. Tunafungua kitabu tunasoma. Ndio maana inaonekana kama waliokoka hawana akili, machizi fulani. Upo ndani wa nje anajua huyu mtu anaongea peke yake. Kumbe una ugomvi na hewani wakina Ibilisi wasioonekana. Una ugomvi nao, ndio unaongea nao. Haambia, hebu tusome. Haya, na kuagiza kwa jina la Yesu, toka kwangu, nisikusikie tena. Nikaendelea na shughuli zangu. Baada ya muda najikuta sina, ila kaliumuka kabisa na kamdomo na kaona kameinuka, sina. Ingine siku moja nilianzaga hapo, siji kilikuwa jibu uchungu, siji jipu, sielewi. Maana palituna, alafu maumivu makali. Nikajiangalia kwenye kioo nikaona sasa kamekaa vizuri. Sasa kamesepetuka, kamekaa upande. Namwambia, huna haki ya kuniharibu sura. Huna haki na kukamata. Uwe jipu uchungu, utajijua mwenyewe. Kwa jina la Yesu, nisikuone tena hapa, toka. Alafu naendelea na shughuli zangu. Kuja kustuka hapa hakuna kitu. Kadevu kangu kamekaa vizuri. Ni nini unakielewa juu ya mamlaka uliyopewa na Mungu? Ukipata chochote muangalie upate. Sasa hatuangaliagi, tunaangalia watu. Tunashindwa kuishi. Halo? Lakini tumepewa nafasi nzuri ambayo ni rahisi. Formula rahisi, sio ngumu. Kama duniani wanavyoteseka, unajua wanasafiri sana. Nakumbuka mtu mmoja aliletaga utajiri fulani wa magari yameongozana. Yote siku moja yote na mapi. Akajua hii sio kawaida. Hii mkono ya mtu, nimtafute Mungu wangu. Anasafiri mpaka Sumbawanga kule. Usimfikiri nauli bei gani. Kutafuta namna ya uzima. Wanasafiri mpaka Tanga kule. Nauli bei gani. Watu walitafuta, watoka mpaka Loliondo, Loliondo, kutafuta wawe na uzima. Lakini sisi Mungu ameturahisishia sana. Yaani pale ulipokaa ni kutambua na kuinua macho yako kutazama Yesu aliyeangikwa pale juu ili upate kuishi. Haleluya. Kama upo mtoto mchanga, tunaposema uangalia, usifike nyumbani ukaanza kuangalia juu hivi tena. Unaangalia katika moyo. Yesu ameangikwa kwenye moyo wako na kwenye ufahamu wako. Unamuona jinsi alivyokuhurumia ili wewe usiteswe tena, ili usiumwe tumbo tena, ili usikae na nini kinaitwa cha kudumu, ile nini, ile saratani. Saratani inaonekana ni ngumu sana kutoka kwa watu, lakini ile ni pepo. Lakini kama una saratani, sikwambii una mapepo. Chochote kile kinatengenezwa na nini? Na pepo. Sawa na ukimwi. Ukimwi mwingine, msiwanyanyapae wenye ukimwi, sio ukimwi. Ni watu wametengenezea ukimwi. Tumewahi kuombea mtu mmoja anasema, huyu ana ukimwi, tulitengenezea ukimwi. Na ndugu zake wamemkataa. Akasema umalaya wake. Kuombea anakuwa mzima, wanashangaa anabadilika akondi tena. Kwani umeenda wapi? Ukiwa ukimwi mliroga. Lakini ukimtazama unakuwa mzima. Hakuna kinachoshindikana. Nirudie tena, huwa nasema hivi, hakuna aliyeokoka anayetakiwa akae na magonjwa yawe ya kudumu. Hakuna.
kama unakaa nayo useme na kunyanyapaa. Ndivyo ilivyo. Ni wewe unaye nafasi. Aliyesema nimemaliza yote hakudanganya, na kama haidanganya, nenda kwa Biblia umstaki na kustaki kwa jina la jamhuri ya mbinguni, ya kwamba tutakuwa na uzima na mimi sina uzima, nipe sababu ya kutokuwa na uzima. Upo serious? Wanaisraeli wakasema tunataka nyama. Musa naye akaenda kwa baba yake Mungu akasema watu wanataka nyama. Na Mungu akamjaribu Musa, akamwambia wape wewe nyama. Kama niwape mimi nyama? Yaani hata ningevua samaki wa bahari wote hawezi kuwatosha hawa watu. Hivi ni kweli? Ni mtu aliye changanyikiwa kutokana na swali aliyopewa. Akasema hicho kitu kidogo Musa. Sasa waambie asubuhi watakuwa wanatoka kwenda kuokota nini? Kwale. Na kweli asubuhi wanajiokotea na kutoa manyoya na kula nyama. Wanataka nini? Nyama. Walikuwa na ufahamu. Tupe nyama. Wanajua jangwani nyama hakuna. Wana mbuzi tu kwa ajili ya kutoa sadaka kwa Bwana na kwa ajili ya dhambi zao. Sasa za kuchinja wale watu wote, maana zile mbuzi zitaisha. Tupe nyama. Anajua Mungu wa Musa ana nyama, atatupa. Kwa ufahamu ule Mungu akawapa nyama. Hivi kweli tukisema nipe uzima atashindwa? Haiwezekani. Ila sisi wenyewe tuna mawazo hasi juu ya Mungu. Ndio maana tunaona sasa kama mambo magumu. Pamoja na andiko limetukalia huku mbele, kila ukiingia tu hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu, kwa mujibu wa Luka 1. Sasa kama hakuna, mnakaa kikao na Yesu. Yesu, wewe ndio mwenye neno hili, shetani akuandika na mastaka. Hakuna neno lisilowezekana. Mimi nimeomba na miaka 2 sasa. Naombaga tu. Shida yangu fulani najua unaijua, huniponyi. Ni kwa sababu gani? Halo? Ni kwa sababu gani? Labda nitafuta andiko lote. Kama kuna sababu inayosababisha nisipone, niambie Mungu, nikumbushe ni wapi nipatengeneze ili nipate uhalali wa kupona. Nipate uhalali wa kupokea hiki. Sio kupona tu, yani vitu vyote. Nipate uhalali wa kuingia ofisi fulani. Nipate uhalali wa kuruka kwenda ng'ambo. Ni nini? Mnahojiana nani? Na Yesu. Naye anaangalia ufahamu. Kama na Musa walivyohojiana na Mungu. Mungu anasema hao wote wamekataa nchi niliyowapa. Na wafuta. Hii kizazi kiovu hawataingia. Isipokuwa hao watoto waliotoka kule wananyonya, hawakusikia sauti kwamba ninawapeleka kwenye nchi ile ya ahadi. Hao ndio wataingia, na waliozaliwa mjiani. Hao wengine nawafuta sasa hivi. Musa anasema acha uovu wako. Ona Musa alivyokuwa anamjua Mungu. Japo na yeye kalikuwa na kaukaidi fulani. Ndio maana kenyewe akakuingia kule. Kalikuwa miongoni mwa wasiomwamini Mungu. Hata tujifunze kwenye semina moja, Mungu anaposema nenda. Sasa mimi siwezi, mtume mtu mwingine. Mimi sio msemaji. Anamgomea Mungu. Na huku mbele hivyo vakaleta tu matatizo twingi. Ndio maana wale waliokataliwa walikufa, lakini yeye hakuenda pamoja na mwenzio nani? Haruni. Kwa sababu ya kutokuamini huko kama sisi tunavyofanya. Lakini aliwahi kuwaombea wana wa Israeli wasife wote kwa pamoja kama Mungu alivyotaka. Kuwaua wote. Maana inaonekana kutoka Misri kwenda pale Kanaani ilikuwa ni siku 40. Miaka 40 iligeuka kwa kuwa wale watu hawakufanya nini? Hawakuamini. Baada ya siku 40 ikawa miaka
40, lakini lilitokana na ombi la nani? La Musa. Aliposema aache uovu, asiwaue, maana kwa Misri watasikia na mbwembe tulizotoka nazo. Anasema Mungu alionekana na nguvu kwetu sana, kawatoa kwa nguvu na mbwembwe nyingi, afu akawa amewaua jangwani. Mungu gani huyu ameishiwa nguvu njiani? Itakuwa fedhea bwana. Mungu wetu utaanza kusema bwana, usifanye hivyo. Akasema sawa Musa, sasa nitafanya hivi, nitaua kidogo kidogo mpaka wote nifute ambao walitoka wapi? Kule, wakiwa watu wazima wamesikia ahadi ya kwenda kule, na kwa kuwa wamekataa au wote hawaingii, ikalazimu wakae miaka 40 wanatangatanga wapi? Jangwani, hawafiki safari yao, ili wote wafe. Alipofika wakina Musa wanaiona ile Kanaani, anasema uingii. Caleb alionikubali pamoja na Joshua ndio atawaingiza hawa, wewe mwisho hapa. Ile umeiona. Inawezekana watu tutaiona mbingu alafu watuingie eti. Hello? Alipindua Musa lile la Mungu, akamwambia tena kibabe, acha uovu wako. Ndio maana nasema unakaa na Mungu kumuuliza, nimeomba kama mikono wachungaji wameniwekea, watumishi mbalimbali na kwenye mkutano nikapita wakaweka, lakini tatizo limekuwepo. What is the problem? Tunamalizana na wewe Mungu. Kama sitaki kuishi basi niwe nizikwe, nije kupumzika mbinguni, kwa sababu kufa sio hapo. Kwenye kufa hapo tunaachana. Unadai haki yako, nipumzike mbinguni, maana sina faida ya kuishi duniani na hivi. Atakwambia kama alivyoambiwa huyu nani? Paulo, neema yangu inakutosha. Unajua kumbe niishi kwa neema ya Mungu, ili haitakiwi kuondoka. Nitakuwa sina adabu nikiendelea kumng'ang'ania niponye. Nimepewa jibu, neema yangu inanitosha, endelea mbele. Unaendelea mbele. Umepata jibu kutoka kwa nani? Kwa Mungu, kwamba kumbe ni mpango wake wewe uendelee kuwa na hicho ulicho nacho. Sio kwamba na Musa alikuwa hivi. Upate uhakika. Kwa nini hakitoki? Barikiwe. Shukuru Mungu kwa kile ulichokisikia, na Mungu akusaidie kile unachotaka kuchukua hatua. Yesu Kristo uliye mwema, tunakushukuru kwa haya mengi ulioongea na kusemezana na sisi. Wewe ni ngome uliye imara, mwamba wetu. Tunakushukuru kwa kuwa umenena na kutembea katika sehemu nyingi ili kutupa ufahamu, ili tukasimame katika wewe Kristo uliye mwamba wa uzima. Asante kwa kuwa tunakuamini, tunakutukuza. Kwa jina la Yesu Kristo umetupa baraka na neema. Nami naenda kinyume na kila roho zenye usumbufu katikati ya watu, ambazo zinaleta tabu, magonjwa, maumivu, vilio, dhiki, kudhikika, zote naenda kinyume nazo, nazipiga kwa jina la Yesu. Naenda kinyume na wewe roho unakaa katika miguu, unakaa katika kichwa, unakaa katika tumbo. Kwa jina la Yesu unaleta shida na kulipua. Toka kwa mtu huyu, toka kwa baba yule, toka kwa mama yule, toka kwa binti yule. Kwa jina la Yesu naenda kinyume na kila uliosimama kinyume na biashara yake, na ofisi yake, na ajira yake. Kwa jina la Yesu, toka kwake. Hawafungua kwa jina la Yesu. Shetani achia, usimshike wala kumgusa tena. Wote wapate amani, furaha wafikie, matumaini yawajae. Kila mtu asiwe na hofu. Hofu ikawe kwako Mungu peke yake, kimbilio ulio salama. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai,
Asante kwa kuwa haya yote yanafanyikana. Haleluya.